kuanzia sasa hivi mpaka wakati karibu saa 3 hivi. Nafikiri sijui kama atakuwa na muda zaidi hapo. Na jamaa wa serikali hawa ndio wale authority, kazi nyingi zinawaandama kila wakati. Atatuelezea kama atapata muda baadaye, lakini kwa sasa hivi yuko hapa aweze kutuonyesha the way forward. Serikali inasemaje? Kila siku serikali inazungumza, lakini serikali iko hapa pia katika kaunti ya Marsabit. Time ndio hii tuweze kusemezana. Karibu ndani ya studio kama kawaida, niko naye hapa hivi. Naomba uwe tayari pia tuweze kuingia kwenye mazungumzo. Sasa hivi tuweze kuzungumza naye moja kwa moja ndani ya Radio Jangwani. Anaitwa Bwana Evans Achoki. Karibu sana Bwana Commissioner wa kaunti yetu. Asante sana, nimekaribia. Habari ya asubuhi. Salama sana. Uko salama? Niko salama kabisa. In fact, in Kenya nowadays, ama across the world tunauliza, are you safe? We are safe. No security wise but health wise. Yes. It's so good that you are safe. Leo naona umevalia vizuri, ikiwemo yani umevalia serikali yenyewe. Authority imekuja. This one naenda shughuli baada ya hapa. Aha, kazi nyingi yani. Moja baada ya nyingine. Ndio. Okay, msikilizaji, ndio hivyo umemsikiza. Mara tu baada ya hapa anaingia kwingine. Sasa moja kwa moja naomba tu nianze kwa kuuliza swali kama vile tu utaulizwa kutoka ofisi zile zingine ambazo tunasema ni kubwa kutoka upande wa Nairobi. How is Marsabit County? Ndio swali wakati mwingi tunaulizwa. How is the county doing? Sasa hivi how safe are we, because wewe ndio unawakilisha rais moja kwa moja kwa ground. Sasa unaweza ukaulizwa habari ya Marsabit iko namna gani generally? Asante. Si COVID ama nini, lakini generally. Asante sana. Marsabit sahi kuna utulivu, Marsabit kuna baridi, Marsabit kuna joto. Marsabit iko sawa kwa sasa. Aha. Na security wise tumetulia, watu wako sawa. Tumetulia. Okay. Jambo zuri sana. Bana Achoki, moja kwa moja naomba tu tuanze mazungumzo kwa sababu muda mfupi kama vile umesema kwamba utakuwa unaondoka. Swala letu la corona. County ya Marsabit. Kufikia sasa hivi from your assessment, tumefanya namna gani? Tunafuata maagizo, tuna maagizo yale social distance, kutumia face mask, tunafikia wapi? How do you gauge us? So far so good, ingawaje bado tuna changamoto mingi sana hasa katika Marsabit town. Tunaona bado vijana wa bodaboda wanabeba abiria watatu, wanabebana. Hapo ndio tuna changamoto. Tunaona saa ingine kwa soko social distance inakuwa ni changamoto, na kuvaa mask saa ingine pia ni changamoto. Lakini nashukuru wananchi wengi naona wametii maagizo ya Wizara ya Afya. Na maduka mengi yameweka maji ya kunawa, kama sivyo kuna sanitizer. Na wale wahudumu wa maduka na manini na mfanya biashara Ndio naona pia wanavaa barakoa. Kwa hivyo naona kama kwa ujumla ndio hali ni mzuri, isipokuwa hizo changamoto chache hapa na pale. Okay. Tukiendelea tulivyo sasa hivi in the next few months, kwamba vile tuko sasa hivi umesema si mbaya sana, tukiimprove na tuendelee hivyo, unaona tutaendelea kuumia na corona ama kidogo tutaimprove? Tutaendelea kuumia na corona kwa sababu tukumbuke ya kwamba sasa imefunguliwa intercounty, kutoka county moja kwenda county nyingine kumefunguliwa. Tunaona watu wakitoka zile sehemu ambazo watu kuna visa vingi wakija manyumbani. Na kwa hivyo kuna hatari. Hatari. Kwa hivyo tujihadhari kwenda mbele, ni lazima tujihadhari kabisa. Kila mwananchi anatakikana kujilinda, ndio kujikinga, ili asiweze kupata hivi virusi na kuambukiza wengine. Na umezungumzia kwamba kulifunguliwa ikawa kwamba sasa hiyo ni personal responsibility, kila mtu awajibike kivyake. Kufikia sasa hivi from engagement, kulingana na zile border polisi kwenye patrol kwenye border, vile watu wanaingia kutoka county moja kuingia county nyingine, watu wamekuwa wengi wakikuja Marsabit ama wanatoka wengi? Watu wanakuwa wengi wakiingia, watu wamekuwa wengi wakitoka. Lakini wakati ilifunguliwa watu walikuwa wengi wa kuingia Marsabit.
lakini sasa ni 50-50, wale wa kutoka pia ni wengi. Lakini bado katika kila sehemu ya kuingia kaunti yetu ya Marsabit tumeweka wale ambayo wanapima, wale maafisa wa afya ambayo wanapima. Kwa hivyo kila mtu anaangaliwa temperature, kuona kwamba yule ako na temperature zaidi, huyu anatolewa kando, anapelekwa hospitali. Kwa hivyo katika kila entry ya county ya Marsabit, in fact ziko 6, tuko na maafisa ambayo wanahudumu katika sehemu hizo. Okay. Sijui kama kutoka kwa upande wa serikali kuna watu, upande wa serikali ya kaunti wametuambia watu ni 2 kufikia sasa hivi wako hospitali upande wa Kalacha. Sijui kama kuna wengine zaidi, tunaweza kuwa tunatarajia zaidi hizi siku 2-3 zimepita. Hapana, kuna 4. Kuna 4 ambao wako hospitali ambao wana wale wa Kalacha, kuna Kalacha 2 na kuna mmoja hapa na kuna mwingine na kuna 2 wengine Marsabit. 2 Marsabit General Referral. Yes. Wengine 2 Kalacha. Yes. Okay. So kufikia sasa hivi the positive cases zile ziko active Marsabit ni nini? Peke yake. Okay. Nashukuru. Upande wa Moyale hali bado Moyale bado ni mzuri. Okay. Tuna kisa chochote pande hiyo. Okay. Muhimu sana. Msikilizaji, karibu sana. Nazungumza naye bwana County Commissioner wa Marsabit, anaitwa Ivan Sachoki. Bila shaka unamjua, niko naye studioni tuweze kuangazia swala zima la virusi vya corona ambavyo kila mmoja duniani anajaribu kupigana navyo. Nataka kuamini pia wewe unapigana na virusi hivyo. Kuna wale wanajua kuna virusi, kuna wale bwana Achoki wanasema kwamba hii corona ni scam, ni ukora tu ya serikali. Hakuna. Hii ni ugonjwa hatari. Hii ni vita hatari. Kwa sababu tunapigana na vita ambayo na adui ambaye hatumuoni. Na ni vita mbaya kwa sababu ni vita ya usafi. Ni vita ya usafi. Lazima kunawa mkono na maji na sabuni kila wakati. Kwa hivyo ni kitu ambacho kila Mkenya lazima azingatie usafi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni zile 3 ambazo tunahimiza sana. Kwanza ni kunawa mkono na maji na sabuni. Kama hakuna maji na sabuni, tumia sanitizer. Pili, kaa mbali na mwenzako. 3, vaa mask wakati unaenda mahali ambapo kuna watu wengi. Hii ndiyo njia ambayo pekee ambayo inaweza kuzuia usambazaji wa huu ugonjwa. Kumbuka, huu ugonjwa unasambazwa ukishika mahali ambapo virusi vile viko. Ukishika tu na ushike macho, ushike pua, ushike mdomo, na tunajua kila mara kila mtu anashika macho, anashika mpua, anashika masikio. Hii ugonjwa tayari umesambazwa. Na ugonjwa huu uko na gharama. Yes. Kutibiwa ni gharama. Kwa hivyo ni jukumu la kila Mkenya aweze kuepuka maumivu ambayo yanatokana na huu ugonjwa. Kuna watu ambao tumeona town wakitembea sana bila barakoa, face mask. Kiwauliza wanakuambia hii, hata kuna mwingine utampata nayo ataivaa kwa sababu labda ameona gari la serikali, polisi, ama labda wamekuona wameambiwa unakuja ndio utaona wamevaa. What do you tell them kwa wakati hauko na wanatembea bila, ama hawajali, wako everywhere? Tunaendelea kuwashika. Ni hatia kutembea bila barakoa mahali kuna watu wengi. Na tutaendelea kuwatafuta na kuwashika na kuwapeleka kotini ili waweze kuwa fined. Na tafadhali mimi naomba kila Mkenya aweze kufuata maagizo ya afya, Wizara ya Afya. Ndio. Usipofanya hivyo basi hasara ni kwako, kwa sababu utaambukiza wale upendao, utaambukiza wale ambaye upendao, na utaambukiza marafiki zako, madugu zako, na utaambukiza watu ambaye ungelitaka kuambukiza. Kando na kuwashika, umezungumzia ushauri mzuri, kwa sababu ndio tutaweza tukawashika. Lakini vipi ushauri kwa wale ambao hawana uwezo wa kupata barakoa? Tumesambaza barakoa mingi sana.
tumesambaza barakoa mingi sana. Aende kwa naibu ya chifu, aende kwa chifu, tumesambaza barakoa mingi sana. Na pia ni jukumu lako wewe ukitaka kuzuia ugonjwa, si unavaa sweta? Ndio. Na hii sweta si unaenda kununua? Usipovaa sweta na kuna baridi, si unajua utashikwa na homa? Ndio. Basi ni muhimu pia kila mwananchi aweze kujua ya kwamba asipovaa barakoa, na hii barakoa ni lazima ununue, ndio uzuie kushikwa na hiyo ugonjwa. Ndio. Sasa usipofanya hivyo utashikwa na hiyo ugonjwa na wewe mwenyewe ndio utaumia. Ndio. Thank you so much. Bwana Commissioner, naomba nikurejesha kwenye swali la wale watu ambao wamepata virusi vya corona kaunti ya Marsabit. Kuna wale walipona. Community, watu huko nyumbani vijijini kwa Manyata. Kuna wengine bado wanakataa kutangamana na wao. Kuna hiyo stigma. Watu wanaona ni kama wewe uko nayo bado na imesemwa ushapona. Hebu tushauri. Nataka kuwashauri hivi vile waziri alisema jana, ya kwamba ukiwa umepona, ndio, virusi hivi kurudi kwako ni vigumu sana. Heri yule ambaye amepata na amepona kuliko yule ambaye hajapata, kwa sababu ni vigumu sana hivi virusi kurudi kwa mwili wako, kwa sababu sasa wewe ukishapona umepata ile immunity vile wanasayansi wamesema. Kwa hivyo heri yule amepona kuliko yule ambaye hajapata. Kwa sababu yule ambaye amepona amedevelop, mwili wake umedevelop immunity. Ole wako yule ambaye hajapata na ufuatilie yale maagizo, kwa sababu unaweza kuingia wakati wowote na ukashinda kupumua. Hebu imagine ati umeshinda kupumua. Haya ni maisha gani haya? Mpaka uwekewe mashine ikusaidie kupumua. Si ni uchungu? Ni hatari. Kwa hivyo watu wengi sana hawaangalii hapo. Na wale ambaye wameugua huu ugonjwa, ambaye wamepona, ukiangalia vile wanaeleza mambo ambayo ni ya uchungu sana. Ukishindwa kupumua, mpaka uwekewe mashini sasa ndio uweze kupumua. Sasa hiyo ni hali gani hiyo? Kwa hivyo watu wasifanye mzaa haya maneno, kupuuza ati hakuna corona. Hii ni ushenzi. Kuna wale ambao wanapokelewa kwa jamii, amepona, na juzi anasemekana alikuwa mgonjwa. Watu wanakataa kuamini kabisa, wasema hapana, au madaktari walikuwekelea wewe huko mgonjwa, atuamini kwa sababu amepona na amerudi, ama wanamkataa. Hiyo nini, unapimwa mara 2 ndio sasa upewe certificate ya kusema kwamba wewe umepona. Na ukishapona ni hivyo nimesema, ukishapona umedevelop immunity. Ni vigumu sana vile virusi vikurudie. Yule mtu ambaye hako hatari kabisa ni yule ambaye mwili wake haujapatana na hii virusi. Kwa hivyo yule amepona. Sauti ya Tumaini hewani, msikilizaji. Saa 2:34. Kipindi unasikiliza moja kwa moja Mkia Jangwani. Mahojiano ya moja kwa moja pamoja na County Commissioner wa Marsabit Bwana Ivan Sachoki. Sauti ya Tumaini hewani. Sasa hivi asubuhi tunajaribu kuzungumzia swala zima la virusi vya corona, jaribu kupatia matumaini, tuweze kuangalia mambo yanakwenda namna gani. Good morning popote pale ulipo unapofuatilia mazungumzo haya. Muhimu sana uweze kusikiza anasema namna gani, uweze kuuliza swali la kwako pia endapo una swali, ili tuweze kusemezana zaidi. Kumbuka ndiye Commissioner wa County ya Marsabit, ana mengi zaidi ambayo anashughulikia, ambayo anafaa kujibu, ila muda pia ndivyo unavyokwenda. Lakini sasa narudi tuzungumzie kwa ajili ya wale ambao wanaogopa kwenda hospitalini kwa sababu kuna corona. Lakini mwanzo, kabla ya hivyo, msikilizaji, wewe unakwenda hospitalini kwa sababu kuna corona, haswa kina mama ama wale vijana watoto ambao, ama wazazi ambao wana watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Je, mnatembelea kliniki mara kwa mara? Kwa sababu ni muhimu kwamba licha ya kuwa kuna virusi vya corona, haimaanishi kwamba hospitali ndio inagawa virusi vya corona. Na muhimu kuweza kutembelea vituo hivi. Je, unafanya vile? Ndio kuzungumzia swala hilo na Bwana Commissioner, kwa sababu ya muda. Maybe tuanze na hawa wawili. Huyu amerecover, akupewa certificate, anaweza kwenda kwa hospitali ya Marsabit. Ndio. Atapatana na yule mkubwa wa waziri wa afya, kama si waziri kuna director.
atampatia hiyo certificate. Yes. Awareness, nakubaliana na yeye ya kwamba tunaendelea kuhamasisha wananchi, na ndio sababu hata siku ya leo nimekuja studio. Hii ni ile katika ile hali ya kuhamasisha wananchi. Na vile vile ukumbuke ya kwamba PASIDA, tukishirikiana na PASIDA tulienda kwa kila kijiji katika kaunti ya Marsabit na loudspeakers na magari na kuongea juu ya mambo ya corona, komesha corona Marsabit. Na vile vile pia tumeshirikiana na manaibu wa chifu na wale na other non-state actors pia kuhamasisha wananchi katika kila sehemu. Yes. Tumepeana banners, tumepeana flyers na tunaendelea kufanya hiyo kazi. Yes. Huyu mzee mwingine mambo ya feeding wakati huu wa corona. Ndio. Tulisema ya kwamba kuna wale watu walikuwa wanapata 1,000 na walipata kwa muda, na mpango huu utaendelea tena. Utarejelewa tena kipindi unaendelea. Okay. Yeah, na vile vile pia kusema kwamba ration tukileta ati watu wanaangushana, sidhani tena kuna mahali watu wanaangushana ration. Na kama watu waliangushana tukiweka ration ni makosa kubwa sana. Lazima kuwa na social distance. Tukileta chakula lazima kuwa na mpangilio maalum wa kupeana hiyo chakula. Kwa hivyo hiyo tutarekebisha, lakini sidhani, ningetaka kujua ni wapi hapa ndio watu waliangushana kwa sababu ya chakula. Okay. Yeah, alafu kazi mtaani, nataka kusema ya kwamba ile namba tulipata idadi ilikuwa ni kidogo sana. Tukaonelea badala ya kuspread kwa kila sub county, ndio hatungetoshelesha. Tukasema wacha kwanza tufanye hii safari huu tufanye Marsabit Central ambayo ndio headquarter ya county. Alafu hiyo phase 3 tutaweza kuona ya kwamba tuongezewe namba ili tuweze kupeleka kwenye kila sub county. Na ni vigumu sana hata kwa kila sub county. Unasikia ukipeleka sub county headquarter, kuna pengine mwingine huko ndani pia atasema kwa nini pia sisi hatujapata. Kwa hivyo ni kitu ambayo tunaangalia vile ambavyo tunaweza kubalance, lakini kama tungepata namba kubwa, idadi kubwa, tungeweza kusambaza hii namba katika kila sub county. Kuna matumaini labda kama hiyo idadi itaongezwa wakati mwingine? We don't know, that should be in phase 3. Lakini kwa sahihi ile idadi tulipata ilikuwa ni chini sana, tukaonelea wacha tufanye tu county. Moja kwa moja tunarejelea hapa hivi na County Commissioner kazi mtaani. Nina dakika chache na inabidi kidogo niweze kumuuliza. Bwana Commissioner, watu wangapi tuliweza kuajiri county ya Marsabit kwenye kazi mtaani? Vijana wangapi walinufaika? 32,262. Yes. Okay. Wote kwa sasa hivi wanafanya kazi. Wote wako Central ama wametumwa wadi zingine? Wako Central, Marsabit Central, lakini wadi zote za Marsabit Central. Yes. Muhimu sana kwa ajili ya wote. Na okay, swali ambalo limeulizwa tayari umeshajibu, kwa sababu kuna hilo swali kwa nini wengine hawakupata maeneo ya Isamis, wengine uko Kor, umeshajibu kwamba ni wachache. Wangapi mnawalipa ngapi kwa siku? 455 shillings. After how long? Baada ya kipindi? Baada ya siku 11. 11 days unalipwa 455. Nauliza hivyo kwa sababu kumekuwa na malalamishi from elsewhere across the country kwamba watu wamelipwa pesa kidogo kinyume na vile walitarajia. Hatujaelewa kutoka kwa serikali iwapo pesa hizo zinatumwa pia in phases ama zinatumwa kwa njia gani, kwa sababu kuna baadhi ya account watu walilipwa up to 90 bob per day. Ukifanya hesabu ya zile pesa wamepewa mpaka wakashindwa kuelewa mpangilio ni upi. Sasa mimi siwezi ongelea juu ya kaunti zingine. Mimi nazungumza kuhusu Marsabit County ya kwamba tumelipa 11 days times 455. Hiyo ndio, na hizi pesa zinatumwa kwa simu zao direct. Ndio. Yes. Kufikia sasa hivi wameshapokea mgao wa kwanza, the first phase ya kwanza wameshapokea. Okay. Asante. Naomba kuuliza swali ambalo naulizwa hapo moja kwa moja kwenye mitandao. Naulizwa, please ask the county commissioner if he is aware that most government dispensary in the larger Marsabit county have got no enough medicine like Loyangalani, Moite na Ileret. Nauliza swali hilo, utaandika, alafu mwingine anasema Loyangalani, Ileret and many dispensary within the Marsabit county
Sema have no medicine whatsoever. Huyu anaitwa Agostino Moru Lowai. Mwingine akasema jambo, asante sana Amina Said. Anasema Amina Said Musa anasema you have done amazing job sir. We thank you all for your hard work. Watu wajichunge. They need to help the government. It is a hard time not only in Marsabit but all around the world. Thank you so much. That is a compliment from Amina Said Musa. Huyu anasikiliza kutoka Uingereza akiwa jijini London. Kuna huyu anauliza kuhusiana na iwapo serikali ya kitaifa, tunajua hii ni devolved function, lakini serikali ya kitaifa inajua kwamba dispensaries zingine nyingi hapa Marsabit hazina hata dawa. No, nitafuatilia hiyo. Nimeandika chini na follow up. Okay. Thank you. Swali zingine hapa naulizwa, Machuki uliza CC watalipa vijana lini? Huyu anaitwa Abdub Gorai. Wale wa kwanza wameanza kulipwa, na kama hawajalipwa watalipwa, na hiyo group nyingine tumetuma payroll pia watalipwa. Ndio. Okay, thank you. Agostino Moru Luwai anasema ladies corona talk go all the way to mashinani and not just on radio station alone, since not all our people speak Swahili. We need to educate our people if they are in their own mother tongue. Asante sana. And then unauliza swali la usalama, nitakuwa narudi kwenye hilo swali la usalama. Msikilizaji, na kupatia muda huu fursa hii uweze kusema na sisi kwa njia ya simu 0717516010 0717516010. Muda ndio huu uweze kuzungumza mwenyewe County Commissioner. Sitaki kufungia. Nilisema tuangazie swala la corona na of course swala la kazi mtaani. Nakupa fursa hii moja kwa moja, sema na sisi, muda ndio huu tuweze kusikia unasema namna gani kuhusiana na, ama ni kipi ungetaka kumuuliza County Commissioner. Nikianza kwa kusoma swali la Agostino Moru Lowai. Good morning Mr. Machuki, please ask our guest about the security between Laisamis and Gurnit Loyengalani. This is killing our tourism in the northern Kenya, and that is why kazi for vijana is only visible within Marsabit town and not the entire county ya Marsabit. Utauliza swali, utajibu hilo kuhusiana hizo barabara, mambo ya usalama. Na barabara ya Kor Gurnet Loyangalani, juzi nilienda, last week nilienda Gurnet. Nilienda Gurnet na nikakutana na chief, nikaingia pale sehemu zingine pale, sikutaka kufanya baraza, lakini sasa nitaenda nitaenda kwa sababu ile mikakati niliweka naonekana haijafanya kazi vile tulikubaliana. Kwa hivyo nitarudi huko. We are aware is something that we are addressing, na tuko na leads mzuri sana sasa ya kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo wananchi wa hapo wataona matumaini, wataona matokeo. Nafikiri anazungumzia generally highway banditry. Ni wizi ambao umeshuhudiwa wakati mwingine hata ukitoka barabara la Laisamis ukienda Merile, wakati mwingine banditry inafanyika in between, ama Merile ukienda county jirani ya Samburu on the way to Isiolo, na visa kama hivi vilifanyika. Kama juzi mwingine amepigwa hapa tu barabarani. Kuna majambazi katikati ya barabara zetu. Ndio, na tumeweka mikakati ya kutosha kwenye hizo barabara. Nafikiri hata wewe ukitembea kwa hiyo barabara unaona security. Na kuna ingine huwezi ona. Tuko na security ya kutosha kwa hiyo barabara. Kuna ingine huwezi ona. So lakini jua ya kwamba kuna security, unaweza kutembea usiku na mchana. Yeah, that I can guarantee you. Okay. I know what I'm talking about. Okay. Kulikuwa na swali jingine. Swali jingine ambalo niko nalo hapa kwenye Facebook. Mtu anauliza, anaitwa Sultan Harmes Aletia. Tafadhali muulize Wizara ya Afya inapatanga hizi results za COVID-19 wapi? Yet I was waiting for my COVID-19 that I voluntarily went for a check-up na nikapata results after 4 days na hakukuwa na watu wa kupima huko. There is a haste in that ministry. Anashuku kuna kitu akiendi sawa. Unajua zote zinatoka Kenya mzima. So after 4 days is the standard, 3-4 days, that is the standard reporting. Ndio results. Naomba malizie kwa kifupi kwa sababu muda wetu ndio hii saa 3 imeshafika. Kumradhi msikilizaji, kama hujapata fursa ya kuzungumza na commissioner, tutajaribu tumtafutie wakati mwingine ili aweze kuzungumza, lakini generally jibu maswali yote na any other comment ambayo ungetaka kuongezea. Mimi sina comment ingine isipokuwa ni kuhatarisha tu wananchi ya kwamba hao ndio polisi ya kujilinda wao wenyewe.
Wasifikirie serikali ndio itakuja kulinda mwananchi hasa kuhusu hii COVID-19. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Kila mtu aweze kujihatari na kujilinda kutoambukishwa na hii ugonjwa wa COVID-19. Thank you so much Bwana County Commissioner. Saa 3 kamili msikilizaji, wakati mwingine nitamtafuta hapa aweze kurejea studioni tuweze kuzungumza zaidi. Maswali ni mengi lakini kidogo muda pia ni mfupi, sitauliza swali zaidi. Kuna mtu anauliza how serious is the government on a bus operation at outside Marsabit town? Things are just normal. Shughuli zinaendelea kawaida. We are serious. Gani hizo? Kama kuna ingine ambaye inafunguliwa basi tutawashika. Okay. Ndivyo. Na la zaidi? Asante sana kwa kunialika, na tuzidi kuhamasishana kuhusu COVID-19. Hasa vijana ambao wameelimika kama wale wa university waweze kujitolea. Juzi kuna kijana mmoja ametoka hapa na tembea all the way mpaka huko Busia. Ndio. Kuhamasisha kuhusu janga la COVID-19. Hiyo ndio tunataka vijana wengi kujitokeza, tufanye kazi na hawa. Hasa yule alisema mashinani kwa kilugha ambayo wale ambayo hawaelewi Kiswahili. If we can have volunteers to work with, we'll be more than grateful. Msikilizaji, tayari dakika ni 2 mara tu baada ya saa 3 tumekuwa na County Commissioner wa Marsabit Bwana Ivan Sachoki. Tutazungumza naye wakati mwingine inshallah, lakini kwa leo tunamalizia kwa mazungumzo. Tuonane mara tu baada ya saa 3 asubuhi, mara tu baada ya habari kumradhi, tuweze kuendelea na kipindi. Naitwa Machuki Danson, hii MK Jangwani.